vinahitajika au la. Naam, lakini kabla ya hayo tuangazie taarifa ambazo zinaibuka na kugonga vichwa vya habari, tukianza na taarifa ifuatayo ambapo muungano wa viongozi wa dini na vilevile sehemu ya Ukambani umehimiza serikali ya Rais William Ruto kuchukua hatua za haraka katika kupunguza bei ya mafuta, wakionya kwamba kupanda kwa gharama kunazidisha mzigo wa kiuchumi haswa kwa Wakenya wa kawaida. Wakizungumza huko Mwala, kaunti ya Machakos, wakati wa mkutano na viongozi wa kike kutoka Ukambani, Askofu Mkuu Raphael Nzuki Kituva alibainisha kuwa mataifa jirani kama vile Uganda na Burundi yanafurahia bei ya chini ya mafuta licha ya bidhaa wanazotumia kutoka nje kupitia Kenya. Alitoa wito kwa rais kupunguza ushuru na vilevile kuhakikisha Wakenya hawaelemewi na hali ngumu ya maisha. Tumemaliza ama tuendelee? Ningeuliza serikali ya Jamhuri ya Kenya pamoja na viongozi wa kanisa waangazie mambo kama cost of living, kama vile tumesikia karo imepandishwa juu, na shida ni zile tulionazo. Tunasikia mafuta imepandishwa juu, na sikusikia wengi tuna magari na tunajua kuwa imepanda juu, na imepanda kiasi hatuwezi kuendelea mbele. Kwa hivyo tungeuliza serikali ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto waangazie hilo jambo. Hii mafuta tunasikia nchi kama Burundi, na nina watu kutoka Burundi hata kwa boma yangu ambao wananifanyia kazi. Tunapiga simu huko tunaambiwa bei ya mafuta huko iko chini, na mafuta ya Burundi inapitia hapa Kenya. Kwa nini sasa bei ya huko ni afadhali kushinda ile ya hapa Kenya? Kwa hivyo serikali ya Jamhuri ya Kenya muangazie hayo mambo. Na ile nyingine tunaogopa na tunakataa kabisa ni extra taxation. Kila kitu kodi, kila kitu, hatuwezi endelea, hatuwezi sukuma. Hata kanisa utasikia mchungaji ameshindwa na kupeleka watoto shule sababu ya hii heavy taxation. Kwa hivyo hata hiyo iishe kabisa. Na tukisalia kwenye hayo, seneta wa kaunti ya Kajiado Samuel Kanar Seki ameelezea wasiwasi wake kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha, akisema wakazi wa maeneo ya mpakani wanalazimika kununua mafuta kwa takriban shilingi 350 kwa lita, hali ambayo inazidi kuongeza mzigo mzito wa maisha kwao. Wakati huo huo, gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku amekosoa hatua ya msimamizi wa ikulu Katoo Ole Metito kwa kuwafungulia mashtaka vijana wawili kwa madai ya kashfa, na vilevile kusisitiza kuwa jamii haitawaacha vijana hao peke yao na kuwa wananchi wako tayari kuchangisha fedha ili kuwasaidia kulipa faini hiyo. Kulingana na Lenku, vilevile hatua hiyo haifai kutokea wakati kuna wazee ambao wanaweza kusuluhisha. Tunataka kusema ya kwamba serikali ya Kenya kwanza iangalie mambo ya gharama ya maisha. Gharama ya maisha iko juu sana, na zaidi sasa hivi mafuta imepanda. Ukijaribu saizi kuangalia mafuta hapa ya petroli, ikifika hapa mwisho ya boda ya Kenya na Tanzania kutoka Namanga, lita moja inauzwa na 350. Unashangaa mtu kutoka hapa ataenda wapi? Ataenda namna gani hospitali? Mtu wa hapa atawezaje enda kutoka hapa, tikiti kutoka hapa mpaka Namanga itamgharimu mtu almost 1,100. Serikali lazima waangalie mambo ya gharama ya maisha, maana watu wetu wanaumia sana. Na siku moja baada ya wabunge kupitisha kwa haraka